Yeah. Mchezo wa Leeds unakwenda kuwa aina gani kwa Pep Guardiola? Mchezo wa Leeds na kwa Pep Pep anahitaji kuacha mzaha. Ana mizaha mingi sana Pep. For instance, mizaha ya kama uliona kama juzi kafanya changes za wachezaji almost 10. Almost 10 wa festival. Kitu kama hicho. Katika game yake ya 100 ya Champions League. Matokeo yake amepoteza. Sasa sijajua kama alikuwa anawapumzisha kwa sababu ya kuendeleza kutaka kurudi kuanza kupata matokeo mazuri kwenye Premier League. Inawezekana pia. Lakini Leeds hawajafunga Man City kwa almost michezo 5 iliyopita waliokutana. Game ya mwisho Leeds wameshinda nadhani miaka 2 iliyopita, 2-3 dhidi ya City. Okay. Sioni Leeds kuwazuia City kwa sababu title race kwanza bado iko open sana. Na najua Pep ametoka misimu mingapi? 3 almost. Ametoka behind kwenda kuchukua ubingwa. So kuna difference ya pointi 7 kati ya yeye na Arteta. Na kuna game takriban 7 kuanzia kesho mpaka Christmas. Na kwa sababu kuna wanasema timu ambayo inamaliza on top mpaka Christmas kuna uwezekano mkubwa sana wa kwenda kuchukua ubingwa. Lakini Pep kwa Pep haikuwa hivyo. Pep ametoka nyuma Christmas watu wengine na kaenda kuchukua ubingwa. So nadhani atataka kurudisha confidence na imani kwa mashabiki na kwa ujumla kwa ajili ya kupata ushindi kwenye hiyo game. So sioni sehemu yoyote Leeds kupata ushindi kwenye hiyo game kwa sababu na imani Pep anahitaji point 3 kwa hali yoyote, kwa sababu akiendelea na hii michezo yake Arsenal kunaweza kukutana na gap la point 20 by Christmas Afrika washinda. So ni game nyepesi. Naiona kama ni game nyepesi kwa City dhidi ya Leeds. Game nyepesi. Sababu mara ya mwisho Leeds alishinda mwezi uliopita Oktoba 20 dhidi ya West Ham. Baada ya hapo alipoteza dhidi ya Brighton, alipoteza dhidi ya Forest, alipoteza dhidi ya Aston Villa. So hii game kwanza kuna tofauti ya pointi 11 kati ya City na Leeds. Yaani Leeds yuko kwenye relegation zone, yuko nafasi ya 18 na pointi zake 11. Simply speaking, ni game rahisi sana kwa Pep ikiwa confidence ya vijana wake itarudi, kwa sababu good thing about City, kitu kizuri zaidi kuhusu City ni kwamba kikosi ni kipana. Unajua kuweza kubadilisha wachezaji 10 kwenye Champions League, ambayo format ya Champions League ya sasa hivi sio kama zamani. Zamani wao you want to be kwa tunataka ushinde kwenye kundi lako, lakini sasa hivi haijalishi wewe umeshindaje, wakija wakiweka kwenye mkeka pale wanakuangalia wewe uko sehemu gani. So kwangu mimi nadhani ni game rahisi sana kwa City kama Pep akiamua kuwa Pep, because mara nyingi tumeona Pep anatoka kutoka huko alikotoka. Kuna wakati Pep alishinda michezo 15 mfululizo. Alikuwa nafasi huko Australia 5 na 6 akashinda michezo 15 mfululizo. Wanasema ogopa sana pale ambapo Pep Guardiola anakukimbiza. Mara nyingi ni rahisi wewe ukiwa unamkimbiza City kwa sababu anaweza akapoteza game saa yoyote. Lakini City akianza kukukimbiza bro, ni hatari. So it's a very simple game. Labda mnielekeze kitu kimoja. Nimeangalia msimamo wa ligi kuu nchini Uingereza, idadi ya magoli ambayo City